Watu wa Mahuta, jambo. Mko vizuri? Miaka mingi iliyopita niliwahi kufanya mkutano hapa nikiwa mwenyekiti wa vijana. Nafikiri inatosha. Tunasikilizana vizuri ndugu zangu? Nilifanya mkutano hapa nikiwa mwenyekiti wa vijana. Na niye watu wa Kusini kwa ujumla ni watu wa mageuzi. Uongo kweli? Watu wa mikoa ya Lindi na Mtwara ni watu wa mageuzi, kwa sababu vile vile ni watu wameumizwa sana na serikali zote za nchi. Nasema uongo? Hivi tunavyozungumza, madaraja mawili makubwa ya Somanga yamekatika. Kwa hiyo hakuna mawasiliano ya namna yoyote, na imekuwa ni miaka yote, kila mwaka mvua ikinyesha Kusini hapapitiki. Nasema uongo? Nasema uongo? Kweli. Tangu kuwepo kwa uhuru, miundombinu ya hospitali zenu, miji yenu ilikuwa Lindi imekufa, imebaki magofu. Tulikuwa Mtwara, tunachoshuhudia Mtwara ni watu wamechukua lisanamu la samaki wamejenga pale kwenye roundabout. Nani ameenda Mtwara hivi karibuni? Wamelijenga pale. Sasa wanakuambieni kwamba Mtwara ni eneo la uvuvi na kwamba samaki wanapatikana kwa wingi kwa sababu kuna bahari hapa, si ndio? Bahari ya Hindi 60% iko Mtwara na Lindi. Sasa nikiwauliza watu wa Chikombora au Mahuta, wangapi wiki hii mmekula samaki kwa sababu mnatoka eneo la samaki? Kule nini? Tandahimba waliniambia wanakula kitu inaitwa chinduli. Nyie mko katikati ya samaki mnawaona kwa picha. Uongo kweli? Kwa sababu ya uongozi wa hovyo tulionao, na nitaeleza. Lakini cha kwanza nianze na korosho. Unapoingia kwenu Tandahimba pale wilayani, wameweka kamnara pale, wakaweka na kapicha ka korosho juu, wamejenga kwa simenti, si ndio? Kuonesha kwamba je, wakulima wa korosho, si ndio? Wangapi hapo kwanza mnalima korosho? Maana tusizungumze kitu ambacho labda wote. Kwa ni korosho na nazi na wengine ufuta, si ndio? Na wengine mbaazi. Sasa kwa sababu kwanza watu wa vyama vya ushirika na AMCOS wameingiza kichwa kwangu, nitawapiga kwenzi mpaka watapotelea chini. Kwa sababu wanataka kudili na mtu ambaye hawamjui. Mimi nimekuwa mbunge. Nilikuwa bungeni na Katani. Si mbunge wenu anaitwa Katani? Alikuwa rafiki yangu. Tulikuwa naye bungeni. Mimi nikiwa natoka Tarime, ni kweli hatulimi korosho, lakini nimekuwa sauti kubwa sana ya watu wa Kusini kwenye korosho bungeni. Wakati export levy inaondolewa na Magufuli, mimi nilishika shilingi kumsaidia Katani kwa sababu najua Watanzania wa Kusini wanateswa. Leo watu wa AMCOS wananiambia usizungumze kuhusu korosho, haikuhusu, hujui korosho. Na vyama vya ushirika kwamba wao tu ndio wanaijua, si ndio? Kwamba sisi wengine hatuna haki ya kusema kuhusu korosho. Sasa kama wako hapa, wachukue notes ni wafundishe. Zao la korosho ni zao ambalo lingetumika vizuri, lingewafanya wananchi wa nchi hii wa Kusini wawe na maisha bora. Lakini limekuwa ni zao ambalo limegeuzwa kutokuwa zao la biashara na limekuwa zao la kisiasa. Na ninapozungumza hapo, kwa sababu sauti yangu ni kubwa, itamfikia Hussein Bashe na atajua Heche anasema nini. Nina chati hapa ya makato ambayo yanachukuliwa. Nyie mnaambiwa wanalipa wafanyabiashara, amlipi nyie. Si ndivyo mnavyoambiwa? Kwamba anakatwa mfanya biashara. Hapa sababu ya jua kama. Lakini kuna kitu kinaitwa export levy, shilingi 555.
kwa kila kilogram, si ndio? Kuna kitu kinaitwa Union and AMCOS. AMCOS yao ambao hawataki tuseme, kwenye kila kilo moja inakatwa shilingi 110 kwa ajili yao. Ndio maana mimi napogusa maslahi yao, hapo usiongee. Na vitu vyote hivi vimeandikwa kwa Kiingereza ili wewe usijue. Kwa sababu kama tunadili na mkulima wa Tandahimba ambaye ameishia darasa la 7, kwa nini usimwandikie lugha ambayo ataelewa kwamba hiki ni nini? Kwa nini uifiche kwenye lugha ya Kiingereza? Si kama mnaelewa ninachozungumza? Sasa leo Heche akitaka kusema wamekimbia na kwenye viredio, mimi nataka mdahalo na wao. Kama wanaweza kujadiliana na mimi kuhusu maslahi ya wananchi, wajitokeze hapa tusimame nao. Kuna kitu kinaitwa crop cess, shilingi 57. Kuna kitu kinaitwa storage charge 52. Yani kuna chaji nyingi. Kuna bodi ya korosho shilingi 25, sijui chama sijui nini, wale naliendele wale wanaoendeleza sijui nini utafiti shilingi 25, sijui shilingi 7, sijui shilingi 10, sijui magunia zote. Naambiwa hizi anakatwa kufanya biashara. Sasa akili ya kawaida, akili ya nini? Ya kawaida. Ukienda kununua sukari dukani, mwenye duka amenunua sukari kutoka Mtwara mjini, ameileta hapa. Kama Mtwara mjini amenunua sukari shilingi 300, ili apate faida, yeye anafanyaje? Si kama mnanielewa? Anachokuja akafanya hapa yeye ni kuongeza shilingi 300 juu ili apate faida. Kwa hiyo kama leo mfanyabiashara anakatwa makato ambayo yanafikia shilingi 1250 kwa kila kilo moja ya korosho, yeye anachofanya anapunguza bei ya mkulima ili yeye akienda kuuza atengeneze faida. Kwa hiyo kama kusingekuwa na shilingi 25 inayoenda kwenye bodi ya korosho, hiyo shilingi 25 ingeenda kwa mkulima. Kama kusingekuwa na shilingi 110 inayoenda kwa AMCOS, hiyo shilingi 110 ingeenda kwa nini? Na mimi sina tatizo na kuwepo vyama vya ushirika. Mimi ni muumini wa kuwepo na vyama vya ushirika, lakini sio muumini wa kuwepo na vyama vya ushirika vya kijambazi vinavyoibia wakulima. Hiyo siungi mkono, kwa sababu wajibu wa serikali, ukisoma ibara ya 8 ya katiba yetu, ni kufanya wananchi wastawi. Ukisoma katiba inasema msingi wa mamlaka ya wananchi ya serikali yoyote yatatoka kwa wananchi. Sehemu B inasema wajibu wa serikali hiyo ni kufanya wananchi wawe na ustawi. Sasa nchi nyingine wanafanyaje? Nchi zenye serikali ambazo zinatokana na wananchi, serikali ndio inalipa hizo gharama ili mwananchi awe na unafuu kwenye maisha yake. Sasa hapa wewe unahangaika shambani na mke wako, unalima, unapiga dawa, unafanya nini? Ukishapata kilo moja ya korosho, bodi ya korosho ambao wamekaa pale Mtwara mjini na jengo, wanaendesha magari kama haya, wanafanya nini? Wanachukua shilingi 25 kwenye kila kilo moja ya korosho yako. Sasa mtu atasema shilingi 25 kitu gani? Mbona ni kidogo? Ukichukua shilingi 25 mara uzalishaji wa korosho tani 400, unazungumzia shilingi bilioni 10 kwa shilingi 25. Sasa nikisema bilioni 10 si kama mnaelewa. Ana mnaona maduwe. Bilioni moja ni milioni 1000. Yaani bilioni moja ni uhesabu shilingi 1, 2, 3 ziwe 100, 100, 200 ziwe milioni, milioni 1 ziwe 10, 20, 30, 100, 100, 200, 300, 1000. Kwa kila shilingi 25 unayochukua kwako, ikija kujumlishwa kwa wazalishaji wote wale shilingi bilioni 10. Hiyo inaenda bodi ya korosho. Wale si nini wale wanaliendele wale? Wanaitwa nini wale?
si nini cha utafiti na liendele. Chuo cha utafiti si na liendele. Si kama wanawaletea hata miche hapa ya bure. Na wao wanakusanya pale shilingi 25 nao bilioni 10 za kweli za mkulima. Hawa AMCOS shilingi 110 mara laki 4 tayari hapo wana shilingi bilioni 60. Sasa hao wanaojitokeza hapa na wataka waje wamechukua shilingi bilioni 10 za kweli. Unajua ni faida kuuza si kwenye vyama vya ushirika kwa sababu vyama vya ushirika hata juzi si akina nani walikuwa wanasafirisha korosho zao wakadondoka, si tukatraki tukawalipa. Sasa kama mtu anapata bilioni 60, wewe gunia 5 zikiharibika akakulipa laki 3, ana hasara gani hapo? Lakini vile vile kama wako hapa waseme sheria ya vyama vya ushirika sisi tunaipitisha ya AMCOS inasema hivi, kwa sababu kuna makato haya yaingie kwenye SACCOS za wakulima ili mkopeshwe bila riba. Niambie ni chama gani cha ushirika hapa kina SACCOS ambazo zinakopesha wakulima bila riba? Kipo? Hamna. Hechi haya uyajui. Mimi nimetunga sheria, wewe unaweza kutafsiri sheria kuliko mimi. Si mwenyekiti wa chama cha ushirika, si cha wapi wewe? Unajua sheria kuliko heche. Mimi nimetunga sheria. Nimekuwepo sheria ya ushirika na mpitishwa bungeni. Na nimechangia nikashika shilingi ili niwatetee. Tutengeneze mazingira mazuri. Hawa ni majambazi wanaojificha kwenye mfumo wa hovyo na wanawaibia wakulima kwa lugha rahisi tu ambazo kwa sababu hamjui. Sasa mimi nikija kuwafungua masikio, huyu mtu ni mbaya. Mimi mbaya au wao wabaya? Mimi mbaya au wao wabaya? Leo rafiki yangu Katani najua hawezi kusema haya. Tulikuwa naye bungeni. Tulipigana wote na alitaka kulia bungeni. Mnakumbuka? Tangu aingie CCM amewahi kuzungumza lolote kuhusu nyie wakulima wa korosho? Kwa nini? Kwa sababu usemi tonge la nyama likiwa mdomoni, ukipanua tu mdomo tonge la nyama linadondoka. Na mimi alikuwa rafiki yangu. Lakini tangu ajiunge na watu wanaoumiza wananchi, mimi nimemwambia nitakuchapa. Nimemchapa tangu Madaba mpaka nimalize jimbo hili, namshughulikia tu. Namshughulikia. Hai. Nyie si mnapeleka korosho lenu kwenye vyama vya ushirika? Mmepeleka mwezi wa 12, si ndio? Unakuja kulipwa mwezi wa 4, si ndio? Mwezi wa 12 au wa kwanza. Kuna watu wamelipwa mpaka wa kwanza, si ndio? Sasa niwaulize. Leo dunia hii imeendelea. Kuna mambo rahisi tu. Hata benki leo ukichukua hela sinakuletea report kwenye simu yako kwamba umetoa shilingi ngapi kwenye benki yako. Nasema uongo? Kama vyama vya ushirika ni watu wa kweli, na kwa sababu hizi korosho zinaenda kwa ushindani na kwenye minada, kwa nini unapopeleka korosho yako wasikupe tag ili wewe ujue leo korosho yangu imetoka kwenye chama cha ushirika imeenda chama kikuu, leo imeuzwa, ripoti ije kwenye simu yako ili ujue leo bei ya leo ni shilingi ngapi, ili wewe ufuatilie ulicholipa. Sio kama mnaelewa? Nigeuze lugha sio. Nataka tuende vizuri ili tuelewane kwamba kwenye gunia lako ulilopeleka kwenye chama cha ushirika au kwenye AMCOS yako wana uwezo wa kuweka pale kitu kinaitwa serial number. Sasa sijui, naomba hako kadaftari shehe. Naomba hako kadaftari. Sijui au kitu chochote, hata maji, hata kopo la maji naomba. Angalia, mnaona hiki kitu? Kila bidhaa mnayonunua duniani ina haka kadude haka kabako dia. Hivi hapa kama chilizi hivi. Hivi vinatambulisha kwamba hii notebook ilitengenezwa kiwanda fulani, namba yake ni ya hii tu. Aliyeitengeneza anaweza kuitrack mpaka akajua iko mafuta kwa kutumia hiyo barcode. Na ikaeleza ilitengenezwa mwaka gani, ilisafirishwa, inaeleza kila kitu. Kwa hiyo leo kwenye gunia lako la korosho wanaweza kuweka tagi kama hii. Kila ikifika kwenye system ya kuingia, ile system inaiscan, inakuletea report kwenye simu yako. Sasa korosho yako imetoka chama cha ushirika fulani, iko kwenye chama
kikuu. Wakienda kuuza, wakiscan inakuletea ripoti, sasa korosho yako inauzwa kwa mtu fulani fulani aliyechukua kwa shilingi kadhaa, inakuja kwenye simu yako. Kwa nini hawaweki hivyo? Kwa nini hawafanyi hivyo? Ndio maana kuna watu wameuza korosho leo wanasema mmeuza korosho kwa shilingi 1000, 1400 ngapi? Nilikuwa nawasikiliza kwenye wamenikera hao watu hao kwamba korosho ilikuwa inauzwa shilingi 200. Hata kama ilikuwa inauzwa shilingi 100, ni kwa sababu ya uzembe wa kina nani? Serikali ya Kipurusi ilikuwa inasababisha tunauza korosho kwa bei chini. Na wajibu wa serikali, unapochukua wajibu wa serikali sio hisani. Bwana askari, wewe utulindi kama hisani, tunakulipa ufanye hiyo kazi. Ndio maana huko hapa mimi kiongozi nazungumza, uangalie usalama wako. Wala sikuombi wala kukubembeleza, ni wajibu wako. Kwa nini tunataka kuendesha serikali kana kwamba inatuletea hisani? Barabara ikijengwa hapa, mama anatujengea barabara, anatupenda. Kabla hajawa rais mbona alikuwa ajengi hiyo barabara? Kwa nini tu anapokuwa rais ndio hela zote zimekuwa zake? Choo kikichimbwa sehemu, mama anatuchimbia choo. Darasa likijengwa, mama anatujengea darasa. Kweli haya madarasa ni ya huyu mama? Je, akitoka madarakani ataendelea kuyajenga? Usifanyane wajinga. Kwa watu wa vyama vya ushirika, ndugu zangu, stop. Hamwapi hisani mtu yoyote hapa. Mpo hapo kwa sababu wananchi hao wanaumia kwenye mashamba, wao ndio wanawalipa wale, bila hamwapi wananchi hisani. Tunaelewana vizuri? Message zimeenda. Kwa sitaki kutuambia vitu vya hovyo. Leo wanasema bei ya korosho imeuzwa mpaka shilingi 4190. Ilikuwa na wasikia. Nyosheni mkono mliouza korosho shilingi 4190. Nimeambiwa kuna watu wamelipwa korosho mpaka shilingi 800. Wengine wamelipwa shilingi 1000. Wanaenda mara korosho zenu hazina magara. Huo ni wajibu wa serikali. Ndio maana serikali ipo inakusanya kodi. Wala mimi nimepita pale panaitwa na Nyamba. Wananiambia walihifadhi korosho mpaka misikitini. Na nyingine zimeharibika, wanaambiwa si unyaufu si nini. Haya. Leo wanaagiza magunia. Wanaagiza magunia ya korosho kutoka mpaka Bangladesh na India. Yamekuja yale yako kama sufi, si ndio? Kwanza yale magunia hayatunzi vizuri korosho. Yale magunia yetu ya zamani, yale ya katani, yana vishimo vile ambavyo vinaruhusu hewa kufanya nini? Kupita. Mwalimu Nyerere alijenga hapa kwenu Lindi peke yake kulikuwa na mashamba 17 ya mkoa ambayo yalikuwa yanatumika kutengeneza magunia. Hapo alipojenga Dangote kulikuwa na shamba kubwa la mkoa. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba Mwalimu aliona mbali, korosho zitakuwepo, zitahitaji magunia. Kwa kuna kitu kinaitwa multiplier effect. Kama hulimi korosho, utaajiriwa kwenye kiwanda. Vijana wenu hapa si kama mnanielewa. Kwa hiyo hela inatoka kwenye korosho inaingia kwa kijana aliyeajiriwa kwenye kiwanda cha Mkonge pale cha magunia. Yule kijana akitaka kujenga anaajiri fundi wa hapa kwenu. Pesa inatoka hapa kwenye korosho inaingia kwa huyu kijana, inaingia kwa fundi. Fundi akipata pesa anakunywa chai kwenye mgahawa wa huyu bwana. Huyu ataagiza sukari kwenye duka la yule bwana. Yule ataagiza bodaboda, pesa inazunguka miongoni mwenu. Leo wameua hivyo viwanda. Gunia linaagizwa kutoka Bangladesh kuja hapa. Kwa hiyo pesa inachukuliwa hapa inapelekwa Bangladesh kutengeneza ajira. Wakati vijana wetu hawana nini? Tukisema hawana akili, tunawatukana, tunasema ukweli. Tunasema ukweli, tunawatukana. Serikali imewashinda kuendesha. Tunaelewana vizuri? Haya, tutoke hata kwenye magunia. Gunia linafika freight. Na mimi nataka ni challenge hapo kama wapo. Price mpaka linafika Dar es Salaam shilingi 4,500. Lakini nyie kwa kila kilo moja
mnalipa karibia shilingi 81. Ukipiga ni shilingi 6500 kwa kila gunia. Haya mambo nasema ukweli na danganya? Kweli. Mimi ni mtu mtafiti na akili iko hapa nyingi. Tunaelewana vizuri? Kwa watu wa AMCOS, tafadhali msitoe kichwa, maana nitawasambaratisha wizi wenu na nitashughulika na waziri wenu, kwa sababu mimi ni rafiki yangu. Lakini naenda kumwambia watu wa kusini hawataki haya makato mnayokata. Mnajidanganya mnakata wafanyabiashara, lakini mwisho yanaishia mikononi mwao. Kama hayo makato hata yangekuwa nusu, shilingi 600 ingekuwa inaingia kwako. Lakini kwa kila kilo wanakata shilingi 1250. Mzigo wote unabeba wewe. Ukiwa na kilo 100 unatoa 125 zinaenda kwenye huu uchimbo unaoitwa si AMCOS, si Naliendele, si bodi. Bodi ya korosho inawasaidia nini? Imewahi kuwapa miche bure? Hamna. Imewahi kuwaletea nani bure? Hakuna. Wako pale wanateuana, unakuta mwenyekiti wa bodi ni mstaafu fulani. Nimeona hata bodi nani, juzi rais ameteua mwenyekiti wa bodi ya STAMICO, shirika la madini, amemteua IGP mstaafu. Ni nafasi za kupeana kura. Umefanya kazi, umestaafu, unateuliwa. Simon Siro anatoka kule kwetu, wala simuonei hivi. Lakini Siro askari anajua nini kuhusu madini? Huyu anaweza kuendeleza madini? Ndio maana nchi hii ya 3 kwa kuwa na dhahabu nyingi duniani, watu wake ni maskini. Kwa sababu watu wanaopewa kuendesha hivi vitu ni incompetent, hawana uwezo, hawavijui, wanapeana kwa upendeleo. Inakuaje leo wa China wanakuja ndio wanachimba migodi kuanzia kwenu hapo Ruangwa mpaka kule Tarime? Ukianzia Tarime kule migodi ya dhahabu, nenda Kahama, nenda Geita, nenda Chunya, nenda Singida, njoo Ruangwa, kila sehemu ni dhahabu. Bei ya dhahabu kwa leo ni shilingi 255 kwa gramu. Ukizungumza gramu, sio kama mnanielewa. Gramu uzito wake, ukichukua kale ka uembe ukavunje hivi, nusu ile ndio gramu. Tunazalisha matani na matani ya dhahabu. Wachina wanakuja hapa na kamradi, anakuja na kamashine ka shilingi bilioni 2, anachukua wa Tanzania, vijana ndio wanawashusha kwenye mashimo, yeye anawasimamia, wakichimba dhahabu anaondoka nayo, anaenda nayo Ulaya. Sisi tunasema hatuna hiyo mitaji. Wakati huo huo CID anasema matumizi yasiyokuwa na tija kwenye serikali hii mwaka jana bilioni 317. Serikali ingekuwa na akili, singachukua hizi mashine za bilioni 2 na nunulia vijana, ikawapa wakichimba dhahabu, wakiuza zile fedha zitakuja hapa, ziendi nje. Zikija hapa zitatengeneza maisha kwa vijana wetu. Huyu mtu akiuza dhahabu nje, akinunua gari ataajiri dereva, dereva atapata pesa, dereva akipata pesa atajenga, fundi atapata pesa, fundi ataagiza ubao, atanunua kitanda, yule anayetengeneza vitanda atapata pesa. Lakini unapotoa pesa unaipeleka nje, maana yake unatoa uchumi wako unapeleka nje ya nchi. Haya, hapa swali anzisha mji mdogo. Upo au kini macho? Wanapita wanakusanya sijui nini, yule mama tuweka vimandazi pale ushuru. Sasa hii inaitwa service levy, kodi ya huduma. Sasa kodi ya huduma ni kama kuna uchafu wafagie, kama kuna nyumba inataka kuungua hapa walete gari la zimamoto, kama kuna vyoo vile vimejaa wavute yale septic tanki. Wanakusanya hapa ushuru, hakuna hata ofisi, hakuna mtendaji. Hecha akipita hapa anasema, "Oh, huyu anatupotosha." Mimi nawapotosha au wajinga hao ndio wanawapotosha? Mimi nasema ukweli au napotosha? Ukweli. Kuna ofisi hapa Mauta ya mamlaka ya mji mdogo? Hamna. Lakini mamlaka jina. Mama anaupiga mwingi. Sasa sikilizeni ndugu zangu. Nchi yetu hii ni nchi tajiri sana. Ndio nchi pekee duniani yenye madini yanaitwa Tanzania. Amezungumza Sheikh Moipo. Hayapatikani kwingine kokote duniani isipokuwa Tanzania. Ndio nchi yenye almasi, makaa ya mawe, chuma, dhahabu kila kona. Nchi ya 3 kwa kuwa na dhahabu nyingi. Pesa ndio hiyo OPD. Unaweza kwenda ukapimwa, ukapewa dawa, ukarudi nyumbani.
Kituo cha afya ni pale ambapo hata mama mimba ikishindikana anaenda anafanyiwa operation, mtoto anatolewa na anaweza kulazwa. Kwa hiyo kituo cha afya kinakuwa na wodi ya kina mama, wodi ya wanaume, wodi ya watoto. Sera ya afya inasema kila kata yapaswa kuwa na kituo cha afya. Sasa niwaulize, kati ya kata 22 za kwenu 32 na vituo vya afya vingapi? 3, 6, hata viwe 10. Tufanye 10. Tuongeze na hivyo 4. Vinavyofanya upasuaji na kulaza na nini viwe 10 tu. Kwa hiyo tumechukua miaka 62 kujenga vituo 65. Ili tujenge 10 vingine chini ya utaratibu huu wa hawa jamaa, tunahitaji miaka 120 na kitu tena. Ili tuje kukamilisha vituo vya afya kwenye jimbo lenu hili, tutahitaji miaka 300. Kuna uongozi hapa? Hamna kitu. Katikati ya dhahabu, katikati ya almasi, Wachina wanaondoka na mali zetu. Nchi hii tuna mali ambazo zingine wanagawa bure kwa wageni, wakati watu wetu wanateseka. Uwanja wa ndege wa Kia alijenga Mwalimu Nyerere. Kila mzungu akitua pale anaacha dola 55, akiwa anaondoka dola 55. Ameuacha huko pale. Kama nyumba ambayo imejengwa umeachiwa wewe upangishe. Ikibomoka kigae unarudishia, unaendelea kula kodi. Leo eti serikali yetu haiwezi kukusanya pale pesa, imeipa serikali ya Omani ndio ikusanye pesa pale. Bandari, sisi tuna bahari. Na kwa maana hiyo Mwenyezi Mungu ametupa mlango wa bahari. Haya magari huwezi kubeba kwenye ndege ukiwa unayaleta. Yanakuja kwa maji, kwa mameli. Haya magreda, si nini? Kuna nchi kama Malawi, kuna nchi kama Kongo, kuna nchi kama Zambia, Rwanda, Burundi hazina mlango wa bahari. Ili greda iende, ili gari iende lazima ipite kwenye maji. Ametupa Mwenyezi Mungu bure. Ikipita kwenye bandari yetu ya Dar es Salaam sisi tunaingiza pesa. Maji yako pale hayaishi leo wala kesho. Wewe unachohitaji kama serikali ni kujenga gati. Yale magati ni kama stendi, sehemu ambayo meli itaenda igoe, isimame, ishushe mizigo, wewe uingize mpunga. Eti hiyo nayo hatuwezi kuendesha. Tumewapa Waarabu Dubai mpaka kiama. Watu endeshe. Wako milioni 3 tu, sisi tuko milioni 63. Wote Tandahimba hamna mwenye akili ya kuweza kusimama pale akusanye hiyo pesa. Tarime hakuna, Mwanza hakuna. Waarabu njoo tuendeshe. Tukisema hawa hawana uwezo tunadanganywa, tunasema ukweli. Hebu fikiria wakati tuko bungeni sisi. Mimi nilikuwa kiungo, mshambuliaji, nagawa pasi. Kisheti kabisa. Lema yuko winga ya kulia. Usiku wakati ule aliyatoroka yuko winga ya kushoto. Tundu Lissu mshambuliaji. Na Katani tulikuwa tunampanga pale kama beki. Kwa sababu alikuwa na uwezo kabla hajabukizwa nyama mdomoni. Hebu fikiria hiyo bandari ingeuzwa, mziki ambao ungepigwa pale bunge. Wewe fikiria. Ndio maana tunasema hivi, hatuwezi kuendelea na utaratibu wa namna hii. Tunafanyiwa haya kwa sababu